Ndugu zangu, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia uzima na kutufikisha salama katika wilaya hii ya Meatu. Niwashukuru sana sana wananchi wa Meatu na mkoa wa Simiyu kwa ujumla kwa kujitokeza kwa wingi na kuleta hamasa katika ziara hii. Asanteni sana wana Meatu. Ndugu wananchi, nipo katika mkoa wa Simiyu kwa ziara ya siku 5 inayolenga kuzungumza na wananchi ili kujua changamoto zao. Lakini vile vile ziara hii inalenga kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo viwanda kama nilivyofanya asubuhi hii. Lakini kabla sijaendelea, ndugu zangu wana Meatu, nitoe pole nyingi sana. Pole nyingi sana. Tumepoteza vijana wetu 4, lakini na wengine kadhaa wameumia katika usafiri kuja kwenye mkutano huu. Nitoe pole sana kwa wana Meatu. Ndugu zangu, katika wilaya Meatu, asubuhi hii kama nilivyosema, nimefungua rasmi kiwanda cha pamba cha BioSustain cha kinachomilikiwa na Dr. Riyadh. Kiwanda hiki kinachochakata pamba, mbali na kutengeneza ajira, kitapanua soko la wazalishaji wa pamba wa hapa wilaya ya Meatu. Soko liko pale na ndio madhumuni ya serikali kupeleka viwanda maeneo mbalimbali. Nimeelezwa kwamba uwekezaji katika kiwanda hiki umezalisha ajira za kudumu 375 na ajira za muda 880. Hili si dogo. Muhimu zaidi, wawekezaji wa kiwanda hiki wanakusudia kupanua uwekezaji wao kwa kuongeza kiwanda kingine chenye thamani ya shilingi bilioni 12 kwa ajili ya uzalishaji wa mafuta ya mbegu za pamba na alizeti. Haya ni maendeleo makubwa sana, nami nawahamasisha wawekeze zaidi. Ndugu wananchi, serikali inaendelea na jitihada za kuvutia viwanda katika wilaya ya Meatu na mkoa wa Simiyu kwa ujumla. Kwa sasa Meatu ina viwanda vikubwa 3, viwanda vidogo 148 na viwanda vidogo sana 268 vilivyotoa jumla ya ajira 1342. Niwahakikishie wawekezaji wa viwanda kikiwemo kiwanda hichi nilichokifungua asubuhi, kwa serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya kukuza viwanda vya ndani. Aidha, nitoe rai kwa wananchi kuendelea kuzalisha pamba na mazao mengine ili kuendelea kupeleka malighafi inayotakiwa kwenye viwanda hivyo vilivyopo na kuzidi kuvutia viwanda vingine. Niwapongeze sana wakulima kwa juhudi zenu kubwa zilizowezesha uzalishaji wa pamba katika halmashauri ya Meatu kuongezeka kutoka kilo milioni 22,713,000 mwezi Novemba 2020 hadi kilo 40 milioni 286,000 kwa sasa. Takriban mmezalisha maradufu. Hongereni sana wana Meatu. Ndugu wananchi, kutokana na utekelezaji wa mipango na miradi mbalimbali, hususan ile tuliyobainisha kwenye ilani ya uchaguzi ya 2020, wilaya Meatu imeendelea kushuhudia maendeleo makubwa tena katika nyanja zote kama ilivyosemwa vizuri hapa na mbunge Lea. Na hapa naomba nitoe mifano michache tu. Kwanza, na waziri wa TAMISEMI, anayemwakilisha waziri wa TAMISEMI amesema kwamba zimeletwa fedha kadhaa kwa ajili ya sekta ya afya, lakini niseme kwamba hospitali kongwe ya wilaya imekarabatiwa na kuboreshwa pamoja na kuongezwa jengo la ICU na wodi ya wazazi. Vituo vya afya viwili vimejengwa katika kata ya Mwangudo na Mwasengela. Vile vile majengo ya upasuaji na wodi za wazazi yamejengwa Bukundi. Aidha, serikali imeleta zaidi ya shilingi bilioni 23,980 kwa ajili ya elimu ya msingi na sekondari, zikiwemo shilingi bilioni 8,640,000 kwa ajili ya elimu bila malipo ndani ya wilaya hii ya Meatu. Uwekezaji huo umeongeza idadi ya wanafunzi wa sekondari kutoka 9,458 mwaka 2022 hadi 12,630 mwaka huu, huku wanafunzi 9,599 wakiandikishwa kwa ajili ya elimu ya awali,
na 11,000 darasa la kwanza bila mchango wowote kutoka kwa wananchi. Hii ni kazi ya serikali ya awamu ya 6. Katika kuwawezesha wananchi kiuchumi, jumla shilingi milioni 799 zimetolewa kwa vikundi 89 vya vijana, akina mama na watu wenye ulemavu kama mikopo ya 10% ya makusanyo ya halmashauri tangu mwaka 2021. Niipongeze halmashauri kwa uwezeshaji huu, lakini niombe iweze kufanya vizuri zaidi. Na nitoe rai kwa wananchi kuendelea kulipa kodi na tozo mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya halmashauri yetu. Natambua kwamba wanaMeatu ni wafugaji wazuri pia. Ili kulinda ubora wa mifugo na bidhaa za mifugo, serikali ilianzisha kituo cha wakala wa maabara ya wanyama katika halmashauri ya wilaya ya Meatu. Kituo hiki kitasaidia kupima, kubaini magonjwa ya mifugo ili hatua stahiki za kitabibu ziweze kuchukuliwa kwa ajili ya kuilinda mifugo yetu. Pamoja na hayo, jana nilizindua kampeni ya chanjo ya mifugo inayolenga kulinda na kuongeza thamani ya mifugo yetu. Hivyo nitoe wito kwa wananchi kushiriki ipasavyo katika kampeni ya chanjo ya mifugo na kuingia kwenye ufugaji wa kisasa wenye tija zaidi. Pamoja na yaliyoelezwa na waziri na mbunge, kama tulivyoahidi kupitia ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 hadi 2025, miundombinu ya umeme sasa tumeifikisha kwenye vijiji vyote 109 vya Meatu. Ila hatujaishia hapo tulipoahidi. Tunaendelea mbali, kazi inaendelea sasa kwenye vitongoji. Pamoja na jitihada hizi zote, ninafahamu kwamba kuna changamoto ya umeme kutokuwa na nguvu ya kutosha. Naomba kuwataarifu kwamba serikali imejipanga kukabiliana na hili. Tayari tuna mradi wa ujenzi wa njia za kusafirishia umeme kutoka Shinyanga hadi Simiyu na ujenzi wa kituo cha kupozea umeme cha mkoa wa Simiyu. Mradi huo utakapokamilika utawahakikishia wakazi wa Simiyu umeme wenye nguvu na wa kutosha kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uzalishaji ikiwemo viwanda. Lengo letu ni kutaka wananchi watumie nishati ya umeme kuongeza thamani ya mazao na kilimo na ufugaji. Nimepokea pia taarifa kuhusu kero inayotokana na kuchelewa kwa utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa daraja la Itembe. Daraja hili ni sehemu ya mradi wa ujenzi wa barabara ya Karati Mbulu Dongobesh Haido Msibiti mpaka Maswa yenye kilomita 389. Barabara hii inaunganisha mikoa minne: Arusha, Manyara, Singida na Simiyu. Lakini ndugu zangu, habari njema ni kwamba kwa sasa serikali iko kwenye hatua za mwisho za kukamilisha mradi huu. Nafahamu adha ambayo wananchi wamekuwa wanakumbana nayo, ikiwemo kulazimika kusubiri masaa 4 mpaka 6 wakati wa msimu wa mvua ili waweze kuvuka kwenda upande wa pili. Kwa hiyo kama nilivyosema, nataka niwahakikishie kwamba adha hiyo inakwenda kumalizika. Ninaamini wananchi wamejipanga vyema kutumia fursa zitakazokuja baada ya kukamilika kwa daraja hili, ikiwemo utalii kwenye mbuga za wanyama za Maswa, Ngorongoro na Serengeti, ambapo mtaweza kufika kwa urahisi zaidi kupitia wilaya ya Meatu. Meatu oye! Ndugu wananchi, natambua pia kwamba wilaya ya Meatu bado inakabiliwa na changamoto ya maji. Na tatizo kubwa ni kwamba maji yetu yana chumvi. Tumeleta magari, tumechimba visima, lakini maeneo mengi visima maji yamekutwa yana chumvi. Lakini nataka niwape habari njema pia kwamba mradi wa kutoa maji Ziwa Victoria unakuja kumaliza shida hii. Hata hivyo, pamoja na mradi ule ambao tumeuanza na unaendelea, mwaka uliokwisha wa 2024 tulikamilisha mradi wa maji wa Inonelwa uliogharimu shilingi bilioni 4,860,000. Mwaka huu serikali inaendelea na miradi ya maji Semu, Mbalagane, Mwakipopo, Buliashi, Mwabumwa, Mwashata na Mbushi. Vile vile
Kwa kutumia mitambo ya kuchimba visima, tutaendelea kuchimba visima kwenye maeneo ambayo chumvi haiko au iko chini sana. Pamoja na hayo, kama nilivyosema, niwahakikishie kwamba mradi wa kutoa maji kutoka Ziwa Victoria tutakwenda kutatua kwa kiwango kikubwa changamoto ya maji katika eneo hili. Ndugu wananchi, kwa kuwa ziara bado inaendelea, nataka nihitimishe kurejea shukrani zangu kwenu wananchi kwa mapokezi na hamasa kubwa katika ziara hii. Lakini kabla sikuhitimisha, naomba sasa niende kwenye maombi ambayo ndugu yangu Mpina aliyaomba. Ndugu yangu Mpina aliomba barabara kwamba barabara hii ni ya vumbi, madaraja matatu na kuwepo kwa halmashauri ya wilaya ambayo waziri alishasema. Lakini uwepo wa halmashauri ya wilaya sehemu yoyote huanza na mchakato wa ndani. Unaanza na mchakato wa ndani, ombi linapelekwa TAMISEMI wanachakata na huku juu tunamalizia. Lakini hatoki mtu kuomba juu kwa rais wakati ndani huko alikotoka mchakato haujaanza. Hilo halipo. Kwa hiyo kama alivyosema waziri, anzeni mchakato. Lakini jengine ameomba madaraja na barabara. Ndugu zangu, maombi kama haya Lea huyu aliyowasilisha bungeni na mawaziri wakatekeleza maombi yake. Sasa maombi haya kuyaleta hapa kwenye mkutano kwa rais ni kujitafutia umaarufu na kuthibitisha kwamba mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Angesema bungeni, kazi hii ingefanyika, lakini inaonyesha mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Lakini la pili, kwa sifa alizozitoa na maelezo aliyoyatoa, SGR, Mwalimu Nyerere, daraja la Busisi, MV Mwanza, huyu si mbunge wa jimbo bali ni mbunge wa taifa. Kwa nadhani tunapokwenda huko, muache nimchukue kwenye nafasi zangu 10. Mwenziwe Lea amesema kila kilichofanyika jimboni na amount ya fedha akitoa kichwani. Lakini mbunge wa Kisesa ni kurukaruka na kwamba Kisesa tunakudai. Lakini ukifata maandiko na rekodi za serikali, tumefanya mambo mengi sana Kisesa. Amenishangaza kusema Kisesa iko kama mwanamke aliyesuka nywele. Ina maana amedharau jimbo lake. Angesema kumekatwa mabarabara, maendeleo yameonekana na hivi. Lakini ndugu zangu, nadhani mngekuwa serious kutuletea wabunge wa kukutoleni huduma kwenye majimbo yenu. Nadhani mngekuwa serious kwenye hilo. Kwa hiyo huyu ni mbunge wa taifa na sio mbunge wa jimbo, kwa sababu hakuongea chochote cha jimbo lake. Baada ya barabara za kusuka nywele ndicho alichoongea. Uvamizi wa tembo, hatua tumeanza kuzichukua, na mambo haya ni hatua kwa hatua. Kama tumeweza kujenga vituo 3, bila shaka kama tatizo bado ni kubwa, angemuona waziri wa maliasili na utalii akiwa bungeni na waziri angejua cha kufanya, na sio kuja kulalamika hapa mbele ya rais na kutaka umaarufu mbele ya wananchi, maarufu ambao kazi hazifanyi inavyopaswa. Kesi ya wafugaji mahakamani, anajua kesi iko wizarani inashughulikiwa, lakini alitaka iseme hapa ili wananchi wake wamsikie. Ndugu zangu, huyu ni mbunge wa kitaifa na sio mbunge wa jimbo. Kama kweli wana Kisesa mnataka maendeleo, huyu mbunge sio wa jimbo, ni wa kitaifa. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwapongeze viongozi wa mkoa, wilaya na halmashauri kwa kazi mnayoendelea kuifanya, na niwaombe sana muendelee kufanya kazi, muwatumikie wananchi ili maendeleo kwa wananchi yaonekane. Nyinyi tuliowaleta huku si watawala, mnamwakilisha rais lakini si watawala, ni watumishi wa wananchi. Kwa hiyo niwaombe sana, watumikieni wananchi. Niwaombe sasa mturuhusu tuendelee na ziara katika maeneo mengine, na asanteni sana
kwa kutusikiliza. Asanteni sana.